Niwaombe sana tujitahidi kuzingatia matumizi bora ya ardhi, tuendelee kufuata masuala mazima ya mipango miji ili kuepuka migogoro na kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanaendelezwa kwa mpangilio unaozingatia afya na usalama. Nipende tu kusisitiza maeneo machache makuu manne ambayo yamewekewa mkazo katika dira yetu ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 kwa upande wa nyumba na makazi. La kwanza, upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu. Uona ni kwa namna gani tunakuwa na ongezeko la upatikanaji wa nyumba zinazomudu kipato cha wananchi. Kukuza ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika eneo zima la ujenzi wa nyumba. Lakini la pili, kuona kunakuwa na huduma za msingi katika makazi, ikiwemo suala zima la upatikanaji wa maji safi, usafi wa mazingira, mifumo ya maji taka, uwepo wa huduma ya nishati ya umeme, miundombinu ya barabara pamoja na usafiri. Lakini pia kuongeza ubora wa huduma za kijamii karibu na maeneo yetu ya makazi. Lakini eneo la tatu ambalo limekuwa msisitizo katika dira yetu ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 ni swala zima la ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo kuhakikisha tunajenga makazi yanayostahimili mafuriko, ukame pamoja na athari nyingine za tabia nchi. Lakini pia kuona ni namna gani tunazuia ujenzi kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, lakini pia kuweka mkazo katika ulinzi wa mazingira. Na eneo mahususi la 4 ni utekelezaji wa masharti ya uendelezaji wa ardhi, ikiwemo kuzingatia uendelezaji wa ardhi kwa muda uliotolewa wa miezi 36 au miaka 3 tangu mtu au mmiliki anapomilikishwa ardhi hiyo. Sheria inataka miaka 3 uwe basi umeanza hatua za maendeleo ya ujenzi ya uendelezaji wa kiwanja kile au eneo lile uliomilikishwa. Lakini eneo lingine ni kuzingatia masharti ya ujenzi kama mipango miji yetu inavyoelekeza. Lakini pia eneo la mwisho, kulipa kodi stahiki za ardhi, nyumba, kama ambavyo mwenyekiti wetu Mzee Kasim Ng'ombe ameeleza kwa kina, na maduhuli mengine yanayotokana na nyumba na ardhi. Unapoona kiashiria chochote, unapoona yoyote anataka kuhatarisha amani, ulinzi na usalama, tusikae kimya kwa kufumbia macho. Kufumbia macho kwako kunaweza kuleta madhara makubwa na athari kubwa sana. Kwa niombe kila mmoja awe macho na awe mlinzi wa mwingine. Wenzetu wamejipanga vizuri sana, hebu tukawapa ushirikiano. Lakini bahati nzuri vitendo vyovyote hivi vinafanyikia kwenye ardhi, sio? Hata hapa tulipo tuko kwenye ardhi, vinafanyikia kwenye majumba, vinafanyikia kwenye mashamba na mapori. Kwa kama tutakuwa tumejiimarisha kupitia chama hiki vizuri nchi nzima, mimi naamini Tanzania usalama, amani, ulinzi utaendelea kuimarika. Hichi chama kikiimarishwa vizuri kinaweza kuchangia katika ulinzi wa taifa letu. Na nitaanza kwa kufanya rejea ya ibara ya 28 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 28 inasema kila raia ana wajibu wa kulinda, kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka, ardhi na umoja wa taifa. Kwa hiyo ukitizama chama hichi, tafsiri yake, wamiliki wa ardhi na nyumba wanaweza wakawa wana mchango wa moja kwa moja katika kuimarisha usalama wa taifa letu. Kwanza, mmiliki wa ardhi na nyumba anaweza, tuseme kwa mfano kama ni amepangisha, akahakikisha kunakuwa na utambulisho wa wapangaji. Imetimiza umri wa miaka 12 toka kuandikishwa, kutoka kwenye chama cha wenye nyumba. Nina furaha kubwa sana, hata sijui ukubwa wake ukiasikia. Sisi tunaisaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watu wengi hawalipi kodi. Wanaitumia nchi na wanatukana. Kula wanakula, kushiba wanashiba, lakini wanataka hospitali bure. Kodi hawalipi.